tunene neno lako. Utuwezeshe kusikia, kuitikia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, amina. Nitakwenda katika Luka 12 aya 35 na 36. Niombe tena msomaji uweze kusoma hizo aya mbili ambazo zinazungumzia hiyo theme, nikimsubiria kwenye kitabu cha Luka, ambazo kwa hakika kwenye Luka 21 anazungumzia namna ya kumsubiria. Na tutakuja kuangalia katika Luka sura ya 12 aya 35 na 36. Hebu soma pale. Viuno vyenu na viwe vimefungwa. Viuno vyenu viwe vimefungwa. Na taa zenu ziwe zinawaka. Alafu taa ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao. Muwe kama watu wanaomngojea bwana wao. Mambo matatu. Viuno vimefungwa, taa zinawaka, halafu muwe mkao wa watu wanaomngojea Bwana. Atakaporudi kutoka harusini. Anaporudi kutoka harusini. Ili atakapokuja na kibisha, wamfungulie mara. Tumfungulie mara. Kwa hiyo yako mambo matatu hapa. Viuno vyenu na viwe vimefungwa, taa zenu ziwe zinawaka, nanyi kama watu wanaomngojea bwana wao. Ndivyo Yesu alivyozungumza kwenye hizo aya. Kwa hiyo anapokwenda kuzungumzia akiwa katika mlima wa Mzeituni, anaizungumza akiitanua hiyo uelewa huo, na utaona wote ukiwa katika maeneo matatu. Viuno viwe vimefungwa, taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iwe kama watu wanaomngojea, ambako ameizungumza sana akitumia neno kesheni, tumia neno katika sala. Lakini ndio hicho anachokizungumza. Nini maana hiyo lugha hapa? Ili watu waseme wanamngojea, wanahitaji mambo mawili. Lazima kiuno kiwe kimefungwa, taa ziwe zinawaka. Lugha ya kiuno kufungwa utaiona Biblia ikiitaja hiyo. Imeitaja kwenye Isaya 52 aya ya 7. Kabla ya Isaya 52 aya ya 7, subiri kidogo. Imeitaja hii viuno vyenu viwe vimefungwa. Paulo anaeleza hiyo lugha kwenye ile Waefeso sura ile ya 6. Anaeleza ya kwamba mmefungiwa viuno vyenu, jifungeni. Tena ametumia neno na kujivika upanga wa Roho. Anazungumzia habari ya kufunga kiuno, na anatumia huo mshipi ambao ni upanga wa neno la Bwana. Kwa hiyo anapozungumzia kufunga, kwa sababu ilikuwa ni kukaa utayari katika mwendo. Na ninyi mnaelewa, wakati wa Israeli wanakula Pasaka, walikuwa tayari wamejifunga, wako get ready. Kama ni wanariadha, tayari sio tu on the line, ila wako ready, wanasubiri tu go. Kwa hiyo ndicho alichoeleza, walikula ile Pasaka wakiwa ready. Ilikuwa tu ni kusikia filimbi, tunaondoka. Anazungumzia wazo la siku nyingi sana kwa wana wa Israeli. Kujifunga kulirahisisha mwana wa Israeli kuwa na utayari kulingana na aina ya mavazi yao. Kwa hiyo waliweka mshipi, lakini katika askari ilikuwa ni zaidi tu ya mshipi, kwa sababu yule mkanda ulikuwa unavaa silaha kwa ajili ya askari. Na hata leo ile mikanda wanaoweka katika mavazi ya askari sio tu kuunganisha vazi la juu na la chini, lakini inabeba silaha. Biblia inapoeleza ya kwamba jifungeni kiuno, inazungumzia utayari. Usiruhusu chochote kukuzuia utakapoingia kwenye mwendo. Kwa hiyo inakuwa tayari unasubiri kuingia kwenye mwendo. Nilipokuwa nasoma physics, nilijifunza aina mbili za nishati. Kuna potential energy na kinetic energy. Wanaeleza potential energy ni energy in position. Kwa hiyo iko pale, lakini ina energy ndani yake. Inachosubiri tu iwe kwenye mwendo, wanasema hiyo ni kinetic energy. Energy in motion. Kwa hiyo ikiwa kwenye mwendo, wanasema lazima kuwepo na velocity.
ambayo inasababisha ile iwepo na mwendo, acceleration ingie kwenye mwendo. Kwa hiyo anasema hiyo potential energy, energy in position, iko imetulia mahala, lakini kuna energy. Anasema PE ni sawa na MH G. M ni mass, ni kilogram, halafu H ni height, halafu G ni acceleration ama gravitational force. Sasa wakisema hivyo, iko pale imetulia, lakini sio kwamba ina chochote, ni nishati iliyotulia inasubiri order, na ili ifanyike involve acceleration ambayo ni half mv square. Na hiyo ndio nasema velocity kishaingiza tu hiyo ndani inaingia kwenye mwendo, lakini zote ni energy. Na ile energy ndio inayofanya. Kwa hiyo alipozungumzia kusubiri, kuna energy. Kunapokuwa kwenda, kuna energy. Energy in position, energy in motion. Nikanafuatilia vitu ambavyo vinafasiriwa kwenye mambo hayo. Nikakuta wanasema ziko aina 4 za hiyo energy, hiyo ni nishati. Moja wanasema ni gravitational force, ama energy ambayo ni nguvu ya mvutano. Ndio maana ukiruka unarudishwa chini. Wewe waliofanya high jump, maana yake lazima ufanye mazoezi ya misuli yako, skeletal muscles, kwenda against gravitational force. Kadiri nguvu zako za misuli zinapokuwa nyingi, ndivyo unakabiliana na gravity. Lakini yenyewe ikifika kwenye maji inakutana na nguvu nyingine inayopush kwenda juu, up thrust force. Kwa hiyo gravitation inashusha chini, ya kwenye maji inapeleka juu. Ndio maana ukifa lazima uwelee. Kwa nini unaelea? Kwa sababu kuna nguvu kutoka kwenye maji na upeleka juu. Ndio maana Mungu amefanya hivyo kuhifadhi viumbe vyake wa majini wakati wa baridi. Wakati wa baridi juu panaganda, lakini chini bado kuna maji. Kana push ile barafu inaenda juu. Kwa sababu energy iko hivi. Katika upande wa wale wanaozungumzia ile habari ya tungamo hili, wakizungumzia wanasema hivi kwamba chochote kikiongezeka ujazo kinapungua density. Na inapopungua density, maana yake inakuwa lata, inakuwa nyepesi kuliko density ya maji. Kwa hiyo hata kama barafu ni kubwa kiasi gani, kwa sababu imeongezeka volume, inapungua uzito, inaenda juu, halafu viumbe wanaenda chini. Ndivyo Mungu anavyofanya katika kuhifadhi. Lakini kwa nini inafanyika hivyo? Inaelea gravity ya kwake, halafu akakupatia elastic energy. Ndio maana ukivuta ile na elastic ile inayotanuka mpaka uvuke ile nguvu yake ile ifikie elasticity limit, kwamba haiwezi kurudi, lakini kuna unakutana na nguvu yake iko pale, wanakupeleka kwenye energy ya umeme, electricity energy, halafu anakupeleka kwenye chemical energy. Kwa hiyo anasema siku aina 4, lakini zote hizo ni energy. Biblia inaeleza ya kwamba kwa wanaopotea msalaba wa Calvary ni upuzi, lakini kwa wanaokolewa ni nguvu ya Mungu. Na Paulo anaandika vizuri kwenye Wakorintho ya kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 18, anaelezea ile ni nguvu, neno natumika dunamis, power, the energy that resides inside. Uwezo ukaidestroy na inaoperate, hiyo ni nguvu ya uungu pekee. Hakuna kiumbe kina hiyo nguvu, uwezo wa Mungu. Na ndio unaangalia pia hiyo neno limetumika hivyo hivyo. Na Roho Mtakatifu akija juu, mtapokea uwezo, dunamis, the power of Jesus Christ, the power from the Holy Spirit. Ni nguvu ya uungu inayofanya tuwe kwenye mwendo, na tunapokuwa tunasubiri in the position, and when we go we are in the motion. Inaleta wokovu. Kwa hiyo anaelezea pale taa ambazo tunazitumia leo ni tofauti. Wao walikuwa na taa ambazo zinahitaji unaongezea mafuta muda wote, uwe karibu na kuongezea mafuta, lakini una trim utambi, kwa sababu unavyoungua ndipo nuru inaweza ikafifia. Kwa hiyo ilikuwa mtu anahakikisha ana trim ule utambi ili uendelee kutoa nuru iliyokusudiwa.
Anaposema taa zenu ziwe zinawaka, ni vizuri ukumbuke wanawali watano wakati kelele bwana harusi anakuja, halafu akalia taa zetu zinazimika. Yaani haikuwa kitu cha kawaida. Na hapa anasema hakikisheni taa zenu zinawaka. The oil inside, trim hiyo utambi wake, akisha muda wote uinawaka. The coming of the Holy Spirit should be constancy. Halafu the word of God, make sure keep on burning. Kwa sababu wakati tunaoishi ni wakati ambao unahitaji uwepo wa Roho Mtakatifu na unahitaji neno la Mungu. Hakikisha Roho Mtakatifu is control, na hakikisha unatakasa kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Hivi viwili siku zote Paulo anavitaja, mkapokee ule upanga wa Roho. Yani ni Roho Mtakatifu na neno ni upanga wake. Ndiye ameushika ule upanga akikata, akigawanya nafsi na roho na ana makusudi ya moyo. The word and the Holy Spirit. Hakikisheni taa zenu zinawaka. Maana yake kama zinawaka kuna mafuta. Mafuta yakikoma taa inazimika. Halafu wewe ni kama watu wanaomngojea Bwana. Nini maana ya kumngojea? Hilo neno linaitwa prodekomai. Prodekomai ni maneno mawili ya Kiunani. La kwanza ni pros. Pros ni preposition. At, under, towards, up. Now hizo ni preposition ambazo zinaunganika na hii kama ni verb. Lugha ya Kiunani nayo ni ajabu kidogo, ambao inashangaza. Mimi nilikuwa nahangaika kwa nini wana filosofia wa Yunani wamesumbua dunia hii. Ukienda kwenye language unajua akili yao sio ndogo. Sawa na hawa Waebrania. Ile lugha ya kwao. Acha Kiswahili. Hicho unazungumza umesinzia. Na mimi ninashukuru kwa nini Mungu aliruhusu Biblia iandikwe kwenye lugha hizo. Tungebabaishana sana leo. Nakwambia. Kama tu Kiingereza na Kiswahili kilichotafsiriwa, kila mtu ni mwanatheolojia kwenye kanisa hili. Hata mchungaji akisema hii ni tofauti, hapana, nina Roho Mtakatifu. Unaona ni mshiriki, ameamua kuwa mshirikina. Kila mtu leo ni mwanatheolojia na anasema ana Roho Mtakatifu. Jamani, kati ya fani ama taharuma zilizofahamiwa ni theolojia alafu na utabibu. Mtu akisoma vitabu vya N.G. White na yeye ni daktari, anatibu. Unajua physiology and anatomy? Hetu wewe kunywa tu dawa ya mitishamba haina kipimo. Unamwamini kabisa huyu mganga anayekwambia vua nguo anakuchanja chare, anajua physiology and anatomy. Shauri yako. Wale mpaka we na dhamana, serikali watambue, iwape vyeti kwamba huyu anaujua mwili. Sasa ukija kwangu na niambia Pastor Semba niombe, halafu nakwambia vua nguo nikuombe, najua mimi physiology and anatomy. Naweza nikajua mtoto amekaa upande upi. Wewe mama ambaye wanakupapasa paka tumbo na ni mchungaji, ni mwinjilisti, alisomea huo mwili? Hiyo ndio Sara hiyo. Sara papasi hivi, Elia alilala juu ya maiti, kwani wewe ni maiti? Hakuna Elia aliyelala juu ya aliye hai, wala Elisha aliyelala juu ya aliye hai. Walilala kwa waliokufa. Pros dekomai. Pros na dekomai. Haya maneno pros manake towards ama direction, mwelekeo ama kuelekea.
Ndio maana hata ile sala proskuneo, unaposema to pray ama to worship, unaposema tunakwenda kuomba ama kuabudu, ni proskuneo. Proskuneo maana yake you press towards, kuneo you follow before him. Ndio maana ukienda kwenye sala unamaanisha kupokea hera, ni kinyume, kwa sababu sala ni wewe unaye prostrate before. Maana yake unajiweka mikononi mwake. Sio unaenda kwa Yesu upokee mkate. No, we go and we follow. Proskuneo. Ni wewe unayeelekea kwake. Sio kupokea chochote, ila ni kumpokea yeye. Na ndio unaangalia hii pros towards ama direction and dekomai. Dekomai inayozungumza hapo, unayosikia dekomai ina maeneo makubwa matatu. Moja, a deliberate and ready reception into companionship. Hii ni kwa makusudi, unakuwa na utayari wa kupokea katika uhusiano wako. Dekomai, hiyo ni ya kwanza. Unafanya kwa hiari na kwa makusudi, na unakuwa na utayari kupokea katika uhusiano wako. Namba 2, to welcome a friend, kumkaribisha rafiki, or a guest of honor, ama mgeni rasmi, with an open arms, minds and heart. Unampokea kwa mikono iliyopama namna hii, na akili iliyokubali, na moyo ulioridhia. Inasema dekomai. Kwa hiyo maana ya kwanza anakueleza tu hiyo ujue ni makusudi, ni kwa hiari. Unaamua kumkubali katika uhusiano. Ya pili, dekomai inasema hivi, mikono inatanuka, akili inakubali, na moyo unapokea. Dekomai. Na ya tatu, give access to oneself. Ruhusu access. Yani maana mruhusu aingie kwenye nafsi yako. Dekomai. Kwa hiyo anaposema ya kwamba viuno vyenu viwe vimefungwa, taa zenu siwe zinawaka, nanyi kuweni kama wanaomngojea. Maana yake huyu anayekuja ni guest of honor. Maana huyo ni mgeni rasmi, na unampokea katika uhusiano na wewe, companionship. Anakuwa mwenzi kwako, na sio hivyo tu, umpokee tu kwa mkono na akili na moyo. You allow him to come into yourself. Hiyo ndio anayozungumza. Unaposikia ya kwamba nitakwenda nikimngojea, ni hiyo, mikono ikiwa wazi, akili ikiwa imeruhusu, na moyo ukimpokea. Na sio hivyo tu, aingie ndani. Ni kama ile lugha anayozungumzia meno, abide in me, sisi ndani yake, kaeni ndani yangu. Hiyo ni mojawapo ya lugha, hilo neno meno maana yake stay and continue staying. Kwa sababu ni imperative, wakati inapokuwa ni shuruti, lakini neno lilotumika pale inamaanisha hivi, usikae na kutoka. Anasema kaa na endelea kukaa. Jana, leo na kesho ukipewa nafasi, baki hapo hapo. Na ndio hii, lakini unafanya kwa hiari, deliberately. Kwa hiari kabisa, awe rafiki. Kwa unaposikia Yesu anakuja tena, manake nanyi kuweni kama watu wanaomngojea. Pros dekomai. Na sasa sikiliza, ndio maana tafsiri yake iko hivyo. Siku zote hii verb iko kwenye, tunazungumzia kwenye mood. Sasa mood, sasa mood. Wachungaji wanajua Greek words na mood. Kuna active, no, so mood voice. Kuna active voice, kuna middle voice, na kuna passive voice. Hii iko kwenye middle. Middle maana yake wewe unashiriki kwenye kutenda. Sio tu unatenda. The object participates. Anayetendewa naye anatenda. Ndio maana deliberate, lazima ufanye maamuzi. Wewe unatendewa kwa sababu anakuja juu yako, lakini wakati huo wewe unashiriki, una participate. Ndio unaona Yesu anasimama mlangoni na bisha, anataka nitendee kuingia, lakini ni mpaka mimi nifungue mlango. Pros dekomai. Takwenda nikimngojea Yesu. Hii ni Luka 21:36. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika hayo yote yatakayotokea.
na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Hii aya ina mambo mawili. Yani anaeleza hivi, mnapokesha halafu huku mnaomba, lengo ni kuokoka, na kule kuokoka ni ile anapokuja, ile anazungumzia consummation of Christian salvation. Ni wokovu ambao ndio tunaosubiri, the blessed hope, ile tumaini lenye baraka. Anapokuja hiyo kuokoka, sio lile neno tuliangalia tuliokuepo hapa, tukalia lile maana yake, na talirudia tena kuliweka hapa hilo neno kuokoka, lakini kusimama tunaenda kuliangalia. Maana kuna mambo mawili, kuna kuokoka na kusimama. Ni nini maana yake hasa? La kwanza, mpate kuokoka, ekifeo ama feugo. Hii mpate kuokoka na ile mpate kusimama istemi, histemi. Alafu kuna feugo, lakini imeunganika na ek preposition, away from. Feugo hii inamaanisha nini hapa? Anazungumza, hii inamaanisha, tuliona siku ile. Angalia vidogo hapa, sikiliza vizuri. Anaposema mpate kuokoka, maana yake tuliangalia ni kuescape, ni kuwa fugitive, ni kuwa mkimbizi. Maana yake hatari iko pale. Kwa hiyo unapoiondoka kwenye hatari unakuwa mkimbizi. Ndilo neno to flee ama to figure, unakimbia. Wanasikia wewe ni mkimbizi, fugitive, mtu anayekimbia kuokoa maisha yake. Ndio yanayosema mtakapoona hiki na hiki, kimbilieni mlimani, free away from the issue. Na tukaona hivi, Yesu hataki tuwe wanaharakati. Ndio maana Mkristo Mwadventista sio mwanaharakati. Mwanaharakati ana provoke, vita yake ni offensive, you attack the enemy. Sio kazi ya Mwadventista na Mkristo. Ya kwetu ni defensive and not offensive. Kwa hiyo anachotueleza ni nini? Kimbia. Tatizo liko kule, away from. Escape ndio ile maana ya somo tuliangalia hapo. Escape, feugo, away from the problem. Kimbieni kwenye hiyo tatizo, msiwasikie kimbia. La pili akasema hivi, ili mpate kusimama mbele za mwana Adamu. Histemi, ambayo inamaanisha, histemi inamaanisha kusimama, establish, kuwa imara, uphold, kunyanyuka, kusimamia, kisimame, to present. Maana yake uwe pale. Angalia inafomaanisha. Kwa hiyo inamaanishaje? Mpate kuokoka. Maana yake if you go, ni to stand out. Kama huu ndio mzunguko huu, mtakapoyaona haya yanaanza kutokea, ninyi tokeni hapo. Stand out. Au kwa lugha nyingine, step out. Jiondoe. Huwezi kujiondoa umeinama, unajiondoa umesimama. You stand out and you step out. Feugo. Sisi hatujaambiwa tupambane. Amesema escape. Feugo, simama ukitoka hapo. Piga hatua kutoka hapo, sio kwenda hapo kwenye tatizo. Lakini mpate kusimama, istemi, stand up, stand tall, stand firm. Yani wakati huo, yani hapa sikiliza vizuri. Hapo anaeleza kuna kustep out ama kuna stand out, lakini ile istemi inamaanisha hivi, you stand up, you stand firm, you stand tall. Maana yake hauyumbi, hauyumbishwi, haugandamizwi katika maamuzi yako, katikati ya shinikizo la maisha haya ambayo mbingu zitaruhusu ya kuwe maishani mwako. We will be exposed to crisis. Na Yesu anasema the only solution, stand up, stand tall, stand firm. He's telling me, establish yourself. Una establish wapi? Kwenye ile ground aliyotuachia. Tunaenda kuiangalia vizuri. Kwa nini vita yetu sio kukamatana na watu? Ukiona Waadventista eti mambo ya imani yamewafikisha kutoa visu, kutoa nyembe, kukamata mashati, unajua the devil is at work.
hata matusi. Biblia inasema sasa tuweze kutukana. Kutukana maana yake nimekosa tu upanga, nimekosa tu bunduki, ngoja nikushughulikia hata kwa maneno. Ndio maana kuzira ni kupambana kwa namna hiyo hiyo. Na nashukuru sana, nafurahi sana kwa sababu sasa tupasi kuzira. Tulisikia hapa wachungaji unazira ama unaamua kurevenge, unaamua kwa hivi kwa sababu mwezi wako amekuwa hivi. Sisi vita yetu sio ya damu na nyama. Stand firm. Stand firm, establish. Yani Yesu alichosema changamoto zikija, hapo ndipo kilicho halisi kitaonekana. Kwa sababu unatupa kwenye tanuru ili utoke kama dhahabu. Stand firm. Lakini wakati huo una step out. Hizi zinaenda simultaneously, hand in hand, zinaenda kwa pamoja. Stemi, nataka niende kwenye stemi, usikilize angalau Biblia inavyoeleza, angalau kwa ufupi usikilize maana yake. Angalia hapa, kazi yetu ya vita ni hiyo. Ni kazi yetu ni kudefend na sio kushambulia. Mimi ilinichukua muda sana kujua kwa nini mikutano ya injili tunaita mashambulio. Haipo hiyo kitu kwenye Biblia. Haipo. Naomba usikilize vizuri hapa. Sikiliza. Wajibu wetu ni kumpinga shetani. Ndio maana Waefeso, hebu nenda Waefeso hiyo sura ya 6, angalia mstari wa 10 mpaka 10. Naomba usome hapo usikie. Halafu nita highlight kwenye hiyo aya ya 11, aya ya 13, aya ya 14, halafu uone kinachozungumzwa. Waefeso sura ya 6 ile aya ya 10, hebu soma. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Muwe hodari katika Bwana, sio kwingine kokote. Na katika uwezo wa nini? Wa nguvu zake. Yani sio nguvu zetu, katika wa nguvu zake. Na usisahau nguvu zake Bwana, mtapokea Roho Mtakatifu na mtapata nguvu. Uwe ni hodari katika nguvu zake, sio nguvu za wali maharage. Hizo hasifanyi chochote. Ni katika nguvu zake, in his power. Sio uwezo wetu. Ndicho anachokieleza. Soma aya 11. Vaeni silaha zote za Mungu. Silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hilo neno kuzipinga linaitwa histemi. Nasikiza vizuri hapa. Yani silaha zote za Mungu hazihusu kurusha mshale. Zinasema hivi, muweze kupinga, to histemi, to stand, to establish. Maana yake sio kwamba useme shetani na kufuata sasa, ngoja nije. Anasema hivi, to gain the ground. Unahitaji silaha zote za Bwana. Kwa nini? Unajua kitabu cha Waefeso mpaka anafika pale ameelezea Kristo ndiye aliyeshinda vita. Kwenye sura ya 1, sura ya 2 anaelezea pambano limefanywa na Kristo na ameteka ground na akatuchukua sisi, akasema kaeni hapa. Kwa hiyo wakati yeye yuko mbele ndiye anaye attack the enemy, anakuambia wewe hivi, hold the line, stand still, endelea kushikilia hiyo ground, mimi ndiye ninayepambana. That is the voice of the commander. Sio sisi tuweze kupigana vita. Sema vaeni silaha zote za Mungu. Yani silaha zote za Mungu ili tuweze kusimama. Histemi. Vita yetu ni ya kulinda. Ndio maana unasikia Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Hasemi ninaenda kupambana ibilisi. Ndio maana unaona wale wasioelewa hiyo, unasikia shetani, sasa mpigie ngumi shetani. Haya, nampiga shetani. Piga teke. Unapiga hewa. Unapoomba kwa aliyepigwa na mapepo na unapiga na Biblia kwenye kichwa, ibilisi ana mwili. Si unapiga tu mwenzako huyu. Na ibilisi anavyocheza na akili yetu. Kuna watu wanaoamini mpaka leo ukipiga kiboko aliyepagawa mapepo yanatoka. Kumbe anacheza na akili yako. Kiboko kinampiga ibilisi. Unachapa tu rafiki yako. Ili uendelee kudhani umefaulu, ibilisi ananyamaza na unaona mapepo yametoka.
Anacheza na sisi kwenye voko. Akiongea sauti nyembamba ni jini la kike, akiongea sauti nzito ni la kiume. Ulisoma wapi malaika wana agenda? Jenda ipi? Ulisoma wapi? Na waliumbwa kwa mwali wa moto. Yaani kiumbe aliumbwa kwa mwali wa moto, naye ana ya kike na ya kiume. Si unachezewa tu voko. Na ndicho kinachofanyika kule. Biblia inaeleza kwenye hiyo Yakobo 4:7 inasema, mpingeni shetani naye atafanyaje? Lakini neno ni his term. Stand on your ground, establish yourself, and the devil shall flee. His term. Tafsiri zinatuletea shida na unasimama. Nilizungumza siku ile ya kwamba usiseme una msimamo wakati umesimama kwenye siafu. Subutu kukutu, ndio utaelewa siafu ni nani. Biblia inaeleza. Kwa hiyo anasema silaha zote za Mungu ni kwa ajili ya to hold on the line. Ni kwamba tusihamishwe, to established. Yani silaha zote za Bwana sio tuseme tumkimbiza ibilisi. Ni kwamba silaha zile zipo kutuwezesha tusiondolewe kwake, kwenye ile ground aliyotupatia kupitia Calvary. Ile ground tunaimaintain kwa silaha zote za Mungu. Na zimetaja chapeo ya wokovu, ngao ya imani, dirii ya haki kifuani, upanga hivi, miguu tayari upasao injili, na kwa sara zote. Zile ni spiritual weapon, na kazi yake sio kumwataki shetani, ni to establish us on the ground. Soma aya 14, anarudia aya 14. Basi simameni. Simameni, his temi. Hali mmejifunga kweli viunoni. Mmejifunga kweli viunoni. Kama alivyosoma kule kwenye Luka ile 12:36, ya kwamba viuno vyenu viwe vimefungwa. Simameni hali mmejifunga kweli. Stand, his temi. Anasema usimama. Kwa hiyo ni tafsiri. Kwa hiyo anaposema kwenye ile Luka 21:36 ya kwamba ni mkesheni katika sala, halafu muweze kusimama. His temi, hizo ni silaha za kiroho ili tusitoke kwenye ile ground, kwenye ule uwanja ambao Yesu ameshauteka kupitia Calvary. Yeye ndiye anayepambana. Na iko wazi kwenye Ufunuo, Mikaeli dhidi ya joka, sio wewe dhidi ya joka. Ni Michael ndiye anayepambana na yeye. Kwa hiyo eneo aliloliteka anatuambia simameni hapa. Wakati mimi ninapambana na yeye, ninyi simameni kwenye ile eneo nililoliteka. Baki hapo. Stand firm. Simama imara. Stand tall. Uwe umenyoka. And stand up. Anakupto. Myaonapo hayo changamkeni. Anakupto. You stand up. You strengthen yourself. Nyoka, kuwa imara. Ukiaona hayo, histemi. Kwa anatumia anakupto, anatumia histemi. Maana yake ya kwamba tusitoswe. Na Dr. Miayo alikuwa anaeleza, akanukuu ile aya kwamba maandiko yanatufanya tusichukuliwe na upepo wa mafundisho ya uongo. Maana yake you still gain your position. Yanakuja madanganyo, umesimama pale. Sio mtu anakuja kanisa limeuzwa, limeuzwa. Imekuwa Babeli, limekuwa Babeli. Imekuwa Laodikia, imekuwa Laodikia. Kanisa siku hizi halina haya, yani uko pale unaenda kama bendera, fuata upepo. He is timing. Hizi ni aya zinazoelezea Wathesalonike ya kwanza sura ile ya 3 mstari wa 8, simama imara dhidi ya mateso. Stand firm in the face of his persecution. His timing. Utaliona hilo neno. Ukienda Wathesalonike ya pili 2:15, stand firm in the face of false teachings. Simama imara dhidi ya mafundisho ya uongo. His timing. Simama imara. Ukiingia Wafilipi 1:27, stand firm without fearing opponents. Simama imara bila kuogopa wapinzani. His timing. Ukiingia Wakolosai 4:12, stand firm in all the will of God. Simama imara, his timing, katika mapenzi yote ya Mungu.
Wakorintho ya kwanza 16 aya 13 mpaka hapo anaeleza stand firm in faith, stay in peace. Kwa hiyo ni nini? Stand. Stay manake simama. Hold the line. Baki hapo ulipowekwa na Kristo. Satan will attack you. Ibilisi atawashambulia kwa mateso, persecution. Atawataki kwenye false doctrines, mafundisho ya uongo. Ataataki kwa kuwashtaki. Shetani atafanya hiki na kile. Ila Yesu anasema, sikilizeni, askari chini yangu, stay. Simama imara. Baki kwenye eneo. Kwa sababu ibilisi amekwisha shindwa, mimi napambana naye. Wewe baki kwenye eneo. Hii ni stiari ya askari wanaosikia sauti ya kamanda wao. Hii ni nini? The commander is not telling a soldier to war, but to stand. Ndicho alichomwambia Yoshua kuangusha Yeriko. Hakumwambia vuta upinde, chukua hiki, asema no, stand firm. Halafu mimi nisonge mbele. Na hii ni kitu cha muhimu sana. Hold on the ground that has already taken by Christ. Baki kwenye eneo ambalo tayari Kristo ameshaliteka. Hajatuacha eneo hatarishi, ametuweka eneo lililo salama. Hofu zetu ni kwa sababu hatujui kama tuna Kristo. Kwa hiyo ibilisi akitushambulia kwa mateso, akitushambulia kwa kutuchukiwa na watu, akitushambulia huko makazini, akitushambulia hiki na kile, si tunadhani ile ground ya Kristo tumeshatoka. Hapana. Yani tuko kwenye ground, na alifanya ile ground tulipoamini akatuhesabia haki. We stayed on the ground of that commander. Na kwa sababu hiyo usiyumbe. Ndio maana akasema John, waambie watu wa Efeso, waambie watu wa Simina, waambie watu wa Pergamo, waambie watu wa Thiatira, waambie watu wa Sardi, waambie watu wa Laodikia, waambie watu wa Laodikia, ninazo funguo za mauti. Waambie hivi, wewe waaminifu hata kufa, nina ufumbuzi wa kifo. Na kwenye Luka akasema hata unywele wenu hautaanguka. Tunajiharishia kwa uviko, kwa pressure, kwa kisukari. Yani hiyo nayo tunajiharishia. Hivi nisikilize ndugu zangu, kama hii tu ya kimwili tunajiharishia namna hii, inapokuja swala la imani. Christianity ni dini ambayo iko juu ya aina zote za changamoto ya dunia. Haimaanishi hatutatoa machozi. Machozi yatatoka kwa sababu ni response ya miili. Ni maumivu, huwezi kucheka umefiwa. Ila maana yake hata msiba ukija utabaki kwenye ground. Mama mmoja alifiwa na kijana wake, Mwadventista. Yeye anakueleza ni Mwadventista. Wakamfariji baada ya mazishi, hakuna. Baadaye mama mmoja akaenda akazungumza naye juu ya habari ya kifo. Baada ya miezi 6 yule mama akaiona nuru, akawa tena imara katika imani. Baada ya mwaka mmoja yule mama aliyemfariji kijana wake akafariki. Ndio ilikuwa ATM card yake. Kanisa lilifanya huduma lakini akawa kama amepooza. Haji kanisani, amedhoofika, wanamtia moyo, haelewi. Yule mama akakumbuka, huyu ndiye alikuja kunifariji kwa kijana wangu. Akaenda mfariji. Alipozungumza naye muda wa kutosha, yule mama bado hana nguvu. Mwisho akamrudisha nyuma zaidi ya mwaka mmoja, akamwambia, mama, unakumbuka ni wewe uliyenitia moyo kwenye msiba wa kijana wangu? Yule mama akasema, ni kweli, ila kijana wako hakuwa amesoma. Saa nyingine ni vizuri ukague. Kaa tu ufikirie kwamba iko siku mshahara wa mauti utaingia kwa mume wako. Utabaki mwenyewe. Utastrike kwa mke wako. Utastrike kwa watoto. Usifikiri utahudhuria misiba ya watu wengine siku zote. Wote waliofiwa ambao ni wagani na wajane hawajakuandika barua za maombi kwa Mungu ili wafiwe. Kifo kilikuja. Get prepared. Kwa sababu kina uchungu.
when death strikes near home. Na hii Yesu anaeleza atatumia yote ya kutushtaki, ya kufanya hivi, ya kukosa uhusiano, ya kuchukiwa, ya kufanyaje. Yesu anasema hold on the line, stand strong. Ibilisi hawezi kututoa kwenye ile ground kwa kuugua, ground kwa kufukuzwa kazini, ground kwa kufanywa hiki. Yaani hivyo havitutoi kwenye ile ground, kwa sababu ile ground hatukwenda pale kwa kujitengenezea, ni wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Yaani kifo cha Kristo kimetuwekea ardhi na uzio ambao wanaweza kuchukua uhai wa sasa, lakini sio imani yetu. Mahatma Gandhi, huyo ni baba wa taifa la India. Wakati wanatafuta ukombozi kutoka kwa wakoloni wa Uingereza, walimtishia mpaka wakamtamkia, wanakuandikia barua ya kuambia tutakuua. Mahatma Gandhi akitabasamu akajibu akasema, mnaweza kupata maiti yangu lakini sio utii wangu. Mtu akishafika hapo utamfanya nini? Maana yake mtaniua, ila mtakachoambulia ni mwili wangu lakini sio utii wangu. Ibilisi anaweza akaambulia maiti zetu, akaambulia hiki na kile. Ni jambo jingine kupata utii wetu. Na Yesu anasema hizo silaha zote za Mungu ziko kututegemeza mpaka hapo. Baada ya kueleza hivyo, Yesu anachokieleza kwenye Luka 21, anaeleza kipindi hiki ni kipindi ambacho ni cha pekee, muhimu sana, critical. Kwa nini? Kwa sababu siku ya Bwana iko karibu. A daybreak is at hand. Nasema mnaonapo hayo, kombozi wenu umefanyaje? Kwa sababu iko karibu. Ndipo akatueleza yule anayefanya kazi, ukisema wewe tufanya kazi pamoja na Kristo, basi ukutwe kazi. Ni paka tu tunapokuwa kazini ndipo tunaitwa watenda kazi pamoja na Kristo. When we don't work, when we are away from his work, we are no longer called the co-laborers. Ni critical season. Inamtaka siku zote mtumishi wa Bwana awe kazini. Jambo la pili analoeleza, as a soldier, lazima ukutwe katika pambano. Engage in a conflict. A laborer should be found at work. A soldier, the battlefield. Lakini akaeleza jambo la tatu anachokieleza, a traveler. Traveler anapatikana, you should be on the journey. Haya yote unayakuta kwenye Biblia. Kwa hiyo ukiwa kazini, ukiwa kwenye pambano ni soldier. Ukiwa katuo nitakwenda, a traveler, msafiri na mpitaji. Uweze kusema mimi ni msafiri na hauko safarini. Hakuna. Kwa hiyo yote ni critical. Anaposema kesheni, muombe, maana yake kazini. Ni yule anayefanya kazi ndiye anayekesha, ndiye aliyeko kwenye mwendo. Huyo ndio askari, kwa sababu kwenye pambano ana hold on the line. Amesimama imara, amesimama amenyoka, na amesimama atubariki. Na huyo ndiye msafiri. Ndio maana nasema nendeni ulimwenguni kote, on motion. Energy ni potential, potential energy, energy position, lakini energy in motion. Hawa wanapokuwa namna ile wako kwenye pambano. As a soldier, faeni silaha zote, kwa sababu kwenye battlefield. Lakini battlefield Kristo yuko mbele, amekuachia eneo alilolishinda tayari. Kwa hiyo anasema a soldier must be found on that ground. Huyo ndio askari. Lakini wakati huo faith steps out, steps in. Hapo ina step out, ina step far. Faith ina hayo yote mawili. Ndicho anachokieleza. Hiki ni kipindi ambacho ni critical. Hii ni sehemu ya mwisho ambayo nataka tuione, slide chache hapa. Hii inakupeleka kwenye kilichomtokea Petro na vile Mungu alivyochukua sura nzima ya Yohana 21 kushughulika na Petro. Biblia inaeleza Petro akamwambia wenzake, naenda kuvua samaki. Kwenye ile aya ya 3 Biblia inasema lakini hawakupata kitu. Walikuwa wanafunzi kama 7 au 8. Hawakupata kitu. Na Yesu alisema kwenye Yohana 15 mstari wa 5, pasipo mimi ninyi hamwezi kupata chochote.
hawakupata kitu. Kwa nini hawakupata kitu? Sio kwamba hawakuwa na juhudi. Watu wanavua usiku kucha. Hivyo unajua ile kazi ilivyo. Unapeleka unarudisha, hakuna samaki. Peleka tena, masaa yote ya usiku na uvui na unaendelea. Walikuwa ni hard working people. Yesu anachotaka kueleza ni kwamba tunaweza tukawa busy working, but without him we'll be busy bodies. Haikuwa kwa sababu ya ukosefu wa uwezo wa maarifa. Hawa walikuwa ni experts katika kuvua samaki. Unakumbuka siku moja wao walimkosoa Yesu, wakamwambia ya kwamba tumevua usiku kucha, unasema tuvua asubuhi. Lakini Petro akasema, kwa neno lako utazishusha nini? Walijua samaki wanavuliwa majira yapi. They were experts katika kazi ile. Hawakukamata si kwa sababu hawakuwa na maarifa. Never. Walikuwa wavuvi ambao ni wataalamu. Lakini nini kilifanyika? Mungu alikuwa kazini. Kivipi? Aliwaongoza samaki mbali na mashua yao. Wao wakienda mashariki, anapeleka samaki magharibi. Wakipeleka mashua kaskazini, anawaambia samaki nendeni kusini. Mungu alikuwa akidhibiti samaki usiku kucha. Why? Kwa nini anadhibiti? Wakati alisema tawafanya kuwa wavuvi wa watu, miaka karibu 3 na kitu. Sasa ameshafufuka. Wanaenda kufanya kazi ile aliyosema tawaita ni wafanye wavuvi wa watu. Na wameenda tena, ni bahari ile ile. Halafu ni hawa. Safari hii walikuwa Petro, Andrea na Yakobo. Safari hii kuna jopo limeongezeka, wanafunzi wako 7-8. Hawakushika kitu kwa sababu walileta bidii, wakaleta utaalamu, experience. Mungu akakontrol viumbe wake. Wakipeleka huku, samaki nendeni upande ule. Kipeleka huku, peleka upande ule. Tunaweza kuwa na bidii kwa kazi ya Bwana, lakini kama Yesu hayuko ndani ni hatari, hata ruhusu. Taeleza kwa nini hawezi kuruhusu. Hawezi. Juhudi yetu na uzoefu wote havitaavaili kwenye jambo hili la kazi ya Bwana kwa washiriki wote. Mungu hawezi kubali. Tutafanya kazi ya utume, tutaonekana tuna bidii, tutaonekana tumejitoa, and yet we will catch nothing. Why? Kwa sababu ya utukufu wake. Hapa Mungu anatafuta utukufu wake. Utukufu wake ni chakula chake. Kwa nini? Siku ile Yesu amewaambia, sasa wekeni nyavu upande wa kuume wa chombo. Hiyo ndio aya 6. Walipovua wakashangani mchana, nyavu zinataka kukatika kwa wingi wa samaki. Maana yake it is a miracle. Nini maana yake? When we can't explain what has taken place, that means God is at work. Ikiwa kuna kazi yote taifanya ambayo ikitokea itakuwa sifa ni kwetu, God will take away. Because ile ni barabara ya kwake. Tukijenga kanisa kama familia, tukasapoti kwa kazi ya uinjilisti, lakini kwa ajili ya utukufu wangu, Mungu atawaambia samaki nenda upande mwingine. Kwa sababu utukufu ni chakula chake. Ni chakula chake. Ndio maana pastor ukihamishwa, unaposema hapa nilikuwa na agenda bado ya kukamilisha makanisa, wewe aliyekupeleka ndiye anajua umeexpire pale. Na washiriki saa nyingine wanatupatia kichwa ngumu, tunaumuka kama mpira wa baskeli. Hatujawahi pata mchungaji kama wewe. Yaani wewe amekuonea field. Washiriki sikilizeni, acheni ushirikina. Huo ni ushirikina. Kabla mjamfahamu, Mungu alimfahamu, akawaleta kwenu kwa kazi hiyo, na kama amemaliza anamtaka aende naye kwingine. Naona mpampo anaumuka kichwa, anaona ameonewa na nani? Mbona wakati anamleta pale hajasema alionewa? Jiondoeni kwenye hiyo dhambi washiriki. Ukiona mchungaji amekuingiza kwenye hiyo agenda,
mwambie shetani rudi nyuma. Sio mchungaji, jua shetani yuko ndani humo anaongea. Anatafuta huruma zako mshiriki, ili wote mwe upande wa kambi. Hey, he's telling me, stand firm. Leo washiriki wangekuwa imara katika neno, wangemwambia mchungaji paki, nenda, Yesu anakungojea aliko kupeleka. Lakini kwa sababu tumekuwa washirikina, wamekungoja nitapiga simu kwa mwenyekiti, nitapiga simu kwa katibu, mpaka mnawachanganya mwenyekiti na katibu. Mnapata wa kambi ya huku Shinyanga na kambi ya Kahama. Histemi kilichofanya washangae ni ule muujiza. Kwa hiyo maana yake, hii sio utaalamu wetu, hii sio ustaarabu, utendaji wetu, hii sio bidii yetu, hii ni kazi ya Mungu. Huu ni muujiza. Watu wanaposhindwa kueleza hivi imetokeaje, hapo maana yake Mungu anachukua utukufu. B, when people see Jesus and not us. Maana kwenye tukio lile, kusoma hiyo aya ya 7, Yohana akamwambia Petro, yule ni Bwana. Ni Bwana yule, sio sisi. Kumbe yule ni Bwana aliyetuambia twende tufutuke nyavu huku. Ni Bwana. Kazi ikifanyika, halafu watu wakapawa nafasi waseme huyo ni Yesu amefanya, hapo Bwana alikuwa kazini. Ndio maana sisi tuliokuwepo hapa wote wanenaji, ukisema sema ndio amefanya, usinichonganishe. Ninarudia, mimi nimeandika Biblia saa ngapi? Unanitafutia mimi wanichinje. Unajua ndicho alichokifanya Ahab. Amerudi, anatoa ripoti kwa mke wake Yezebeli. Halafu anasema Elia ameoa manabii. Ni kumchonganisha tu na Yezebeli. Baada ya kusema Mungu amesikia wana wa Israeli, ameleta mvua, na Mungu ameangamiza manabii wa uongo. Yeye baada ya kusema ni Bwana, na aliona Bwana amefanya. Aliona moto ulishuka, ukaramba nyama, ukaramba kuni, ukaramba mawe, ukaramba maji, kila kitu majivu. Elia anaweza kufanya kazi hiyo. Mnatuchonganisha na watu kwamba hiyo ni mzee wa kanisa ndio alisimamia ile kanisa. Msimchonganishe. Sio mzee wa kanisa, Bwana ndiye aliyefanya kazi yake. Pisheni utukufu wa Bwana. Ikitokea fidi Mungu amefanya makubwa wakati wa zamu yao, usiseme shukrani mtaki, mtamuua. Hana kifua cha kusimamisha kazi ya Mungu wa NGBF, ila Mungu amefanya. Kwa hiyo wakiondoka miaka inayofuata, usianze kusema tutapata wengine nani. Mungu ni champion. Acha kufungwa pampas. When people see Jesus and not us, then you know God is at work. When our service produces spiritual fruit, not results. Sikilizeni vizuri. Kazi iliyoita Bwana sio inao ya matokeo, ni kazi ya tunda la Roho. Nisikilize vizuri. Huwa mwili wangu unasisimuka naposikia lazima tuwe na matokeo. Naomba usikilize vizuri. Biblia haijawahi zungumza tuhangaike na matokeo. Mkikaa ndani yangu mtapata tunda, na tunda itapata kukaa. Pasipo mimi hamtaleta tunda. Hajasema matokeo. Hacha ile ya BRN ya Jakaya Mrisho Kikwete aliyosema big result now. Biblia haisemi hivyo, inasema tunda. Mwanyi mtate tunda ndio anayoeleza, na ameeleza hapo vizuri. Kwa nini? Kwa sababu anybody can produce result, but fruit is the work of the Holy Spirit. Tunajisifia matokeo. Matokeo yana nafasi kwenye Biblia. Kinachotafutwa ni the Spirit. The Holy Spirit working. Ni tunda la Roho ambayo ni character. No one will produce a fruit. It's the Holy Spirit.
kwa sababu inazungumzia quality, Christ likeness. Hiyo hailetwi na mchungaji wala mzee wa kanisa wala mtu yeyote. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Mtu yeyote anaweza akaleta matokeo, lakini tunda haliletwi na mtu yeyote, linaletwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana watu wa Mungu wakiunganika na yeye, hakuna anayepaswa kupokea sifa, kwa sababu hakuna mwenye uwezo wa kuumba tabia ya mwanadamu. Halafu watu anasema, mnatuambia tusiimbe, wakati nyimbo hizo hizo ndio tuliimbaga watu wakabatizwa. Wewe unapiga madebe muziki ya Dagoni na unashindwa kuiacha eti kwa sababu tulihubiri watu wakabatizwa kwa nyimbo hizo hizo. Ni ninyi ndio mliobatiza? Ni ninyi ndio mliobadilisha? Usije ukaliwa na chango, kwa sababu kazi ya kubadilisha watu ni ya Bwana. Anybody can produce result, but the fruit is the work of the Spirit. Fruit glorifies God. Tunda linamtukuza Mungu. Result glorify man. Ndio maana mchungaji mwenzangu, ukiwa na pressure sana kwa ajili ya matokeo, unatafuta kujitukuza, kwa sababu matokeo siku zote yanamtukuza mwanadamu, ila tunda siku zote yanamtukuza Mungu. Dhamana ya kuleta washiriki kwa Kristo ni kazi ya badiliko la moyo, na uwezi kuichukulia kwako kwa sababu ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ila kwa sababu tunataka matokeo, namba ya waliobatizwa, bila kujali kama wanatunda ya Roho, lazima upate kiburi. Ndio maana saa nyingine wakitugusa tuhame, tunaona hapa wanatikisa hali yangu. Unajua, sikiliza, fruit glorifies God, but results glorify man. 3, fruit last for eternity, but results don't last. Ni tunda linalodumu milele, matokeo hayawezi kudumu milele. Ndio maana wale tunaosisimuliwa watu wanatoa kwenye zile harambee vitu vya mlipuko, haviwezi kuendelea. Nisikilizeni vizuri. Hii mifumo ya utoaji wa zaka na sadaka ya harambee ya kutajana, unaleta mifuko mingapi, toa shilingi ngapi, mtu wa Mungu na familia yako, shika maiki. Watu wako after results, na wanakuambia kabisa washiriki ambao ni washirikina, tusipowatambua watu hawatatoa hela. They are after results. Na watu wanaosema taleta mifuko 50, wanatamka mbele ya kanisa, watafute kwenye systematic benevolence, hawamo. They after results. Na kwa sababu tunahitaji hela zao na sio mioyo yao, we after our glory and not God's glory. Unasikia sauti za washirikina, amen, washirikina, kwa sababu hicho ni chakula cha kimwili. Mchungaji analeta mbinu ambayo ni ya kibiblia, washiriki wanasema hiyo hatutapata hela, lazima watu wapewe nafasi wataje. Na Yesu anasema, waambieni watu kazi ya Bwana, wapatieni watu magoli yanayotakiwa, waambieni wajibu wa utume, wakakae na Mwokozi wao, halafu walete. Kwa nini hao watu hawezi kuweka kwenye basha? Kwa nini hawezi kuweka kwenye akaunti ya kanisa mpaka waje watambuliwa hapa kama sio sifa zao? Why not? Mtu huyo akipewa maiki tatoa 5,000,000, kama ni kwenye basha 50,000. Why? Anatafuta chakula cha nafsi. Na wachungaji nisikilizeni, mtaendelea kuwaruhusu hivyo mkijua mnaruhusu ibilisi auwe watu wake. We shall render account. God is not after money. God is looking for the hearts. Ndicho anachokizungumza. Mungu anatafuta utukufu wake, anashughulika na tabia. Sisi tunahangaika na maokoto. Hajaja kufia hela, na sio hela zilizoanguka. Mtu mmoja ananiambia, pastor, mimi nafanya kazi ya kuuza madawa ya kulevya, je, nirudishe zaka na sadaka? Kwa nini nafikiri fedha zinachafuliwa na madawa ya kulevya? Zinachafuliwa? Nauliza, zinachafuliwa? Hii inasemwa Benki Kuu ya Taifa Tanzania, fedha halali kwa malipo ya shilingi 1,000. Ukiuza tumbaku inabadilikaga, inakuwa sio fedha halali.
Mtu akifanya uasherati katika upande wa kujiuza, hii fedha inasemaga kwa sababu ameipata kwa uasherati, sio fedha halali ya malipo ya shilingi 1000. Dhambi haichafui hela na haibadilishi hela. Ni anayechafuka mtu, sio hela. Bado Biblia inasema fedha ni mali ya nani? Dhahabu ni mali ya nani? Ndivyo anavyosema katika kitabu cha Hagai 2:8. Hela haichafuliwi na dhambi, ila mimi na wewe ndio tunaochafuka. Hicho ndicho Biblia inachokieleza. Ndio maana alizuia. Sasa angalia, baada ya kufanya vile, akaandaa moto, wakamaliza kula, ameandaa chakula ambacho sio alichokuja nacho, ndipo anaanza kusema, Simeoni wa Yohana, je, wanipenda? Mara ya kwanza, mara ya pili, Simeoni wa Yohana, je, wanipenda? Mara ya tatu, Simeoni wa Yohana, je, wanipenda? Nataka uone alichokifanya hapa. Kwenye mstari wa 15, wanipenda, ametumia neno agapao. Wanipenda, agapao. Jibu la Petro, wajua mimi ni Fileo. Sikiliza vizuri, nakupenda. Yesu anasema una agapao, anasema mimi Bwana kwangu ni Fileo. Akamwambia lisha wana kondoo. Alinion lisha wana kondoo. Akarudia mstari wa 16, je, wanipenda? Agapao. Akajibu, wajua kuwa mimi wa kwangu ni Fileo. Akamwambia chunga kondoo. Akaja mara ya tatu, wanipenda? Yesu akaswitch neno, akaacha agapao, akarudi kwa Fileo. Ndipo unaona kwa nini Simeoni aliumia. Akasema, umetambua ya kuwa nakupenda Fileo. Akamwambia lisha kondoo. Sikiliza anachokieleza hapa sio nini. Ungelikuwa na agapao, kwa sababu agapao, you love. When you love, you don't reserve anything. Hauachi hata uhai, kama unatoka. Kwa sababu Simeoni alimkana mara 3. Kwenye ile Mathayo 26 aya ya 70 mpaka 74. Mara ya kwanza akasema simujui. Mara ya pili akaongezea na kulaani. Mara ya 3 ndio akalaani zaidi. Alafu jimbi akaweka. Mara 3 Yesu anamuuliza, je, wanipenda Simeoni? Simeoni akakiri, mimi sina ule agapao. Yaani ni ukweli kabisa Yesu. Wa kwangu ni Fileo. Ni ule nipe nikupe. Na ndio niwaambie ndugu zangu wapendwa, ndio maana hata wale wanaochangishana kwenye sherehe hapa na kadi ni Fileo tu. Hakuna mtu ambaye hana hela anayekwenda ukumbini. Hapewi kadi. Halafu akirudi hapa anasema sisi ni familia kanisa la Mungu. Ushirikina tu. Ni ushirikina tu. Siku ukifa kwenye jeneza hapa, watu wanapita, wakina bibi, wakina babu, paka na watoto. Lakini wakati wao na kuolewa, una watu special. Kwa sababu marriage ni kanuni ya uchumi. Fileo haujui kwamba Wakristo ndio familia itakayovuka Yordani. Sio aliyenyonya naye titi moja, ni wale waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Hii ndio familia ya Bwana. Halafu tukio lenye furaha, una watu wa kazini kwako, una watu tu wa ndugu zako, una watu wenye hela kama wewe. Kwa hiyo wanaingia ukumbini ni wale ambao wanazo, ni uwekezaji. Ili na wewe unatoa, ili kesho watoto wakiolewa na wewe upokee. Hii ni biashara, wakati swala la marriage ni swala la bibi harusi wa mwana kondoo. Fileo inatesa kanisa. Anatesa kanisa. Na bahati mbaya wanafanya hizo sherehe, lakini kwa hela za kuchangisha watu wengine. Kama basi ingilikuwa ni zako yako mwenyewe, kwa nini unatuchangisha sisi? Kwa nini ile ni ajali? Kwa nini ile ni dharura? Umepanga utaoa 2027. Kwa nini utuletee michango? Ni nini unatafuta? Ule sio ugonjwa, wala sio utume. Wamekwambia usipokuwa na sherehe uendi mbinguni. Kwani ukioa ukala wali wako na maharage ama na kuku mmoja na watu wachache, ndoa haiwezi kuwepo? Ni ushirikina tu. Ni ushirikina. Na hayo mambo ndio yanaeleza ya kwamba kwa kweli hatuko prepared. We are no longer soldiers of the cross. Yani mambo ya dunia yamekamata koo, na tuna enjoy kwenye dunia hii, na tunasubiri, tunadhani hizi deadlines za Yesu yanakaribia na hatuna habari.
Sikilizeni vijana ambao mjaona kuolewa, stand firm, stand tall, stand strong. Yani vijana ambao mjaona kuolewa, hata kama una chochote, Biblia inaeleza imradi una akili ya utafutaji, fanya kazi siku 6, Bwana atawatoa A mpaka Z. Mtu asiwatishe, nataka nikufanyie sherehe mpaka watu waone. Achana naye huyo. Eneo hili lote lina eneo kubwa kabisa. Kwa nini mnaenda ukumbini kule na mnalipa milioni ya hela, na hili kanisa lina eneo safi? Nini? Roho ya ubinafsi na uchoyo. Na sisi wachungaji ndio tulioweka kuset the mark. Na ndio maana ukienda kule utaona wafu ni mitambo, utaona hawa nini. Safari hiyo kina DJ walioalikwa wametokea wapi? Wanajua wao. Yaani kanisa zima la Nyahanga hakuna anaweza kuzungumzia hao vijana walioona kuolewa. Lazima tumtoe kule Shungusha bao hawa. Kwa sababu ndiye anayejua kusisimua watu watoe hela. Yaani sherehe sio habari ya harusi ya Mwanakondoo tena, ila ni kwa ajili ya changizo la kupata mali na nini. Sikiliza ndugu zangu wapendwa, huu unafiki huu, such hypocrisy, tunahitaji neema ya Bwana. Alafu huko pale anasema sasa ni zamu ya wachungaji, DJ badilisha nyimbo. Umekula sumu masaa yote huko pale, na mchungaji umekaa kimya. Kama ni washiriki hao ni wakwako, nenda from the very beginning. Kagua hii safari yote, nani anakuja? Mbona sio kwaya ya kanisa? Mbona sio fundi mitambo wa kanisa? Mbona ni nini? Kama hiyo hali sio yenyewe, liambie kanisa mfumo ulioweko pale hauna nuru. Jiponye nafsi yako. Msiruhusu washiriki waende wakati ninyi mnajua ni uchafuzi wa hali ya hewa kule. Wewe piga pande ya Injili, wewe tahadharisha watu wake, ili akienda ajue alipewa tahadhari. Lakini kwa nini hatusemi washiriki watatuzira? Ndio wanatoka hela za mahubiri, ndio wana sustain mikutano. Sasa nitafanyaje? Sikiliza, Yesu atafuti hela zao, atafuta mioyo yao. Simama kwenye kanisa, mmekaa nao kwenye zile kamati, umeona ukaona hakuna nuru, uone mambo matakatifu kuanzia hapa mpaka pale, waambie wahusika hapa hakuna nuru, na kwa sababu ya nuru hili ninaenda kuambia waushiriki ya kwamba hakuna nuru kwenye hii sherehe. Mwambie tu wazi namna hii. Nilikwambia jana, to be a Christian, to be identified with Jesus Christ, you will be hated. Na kwa sababu hatutaki kuchukiwa, we want to please people. People pleaser, they after their own glory. Nisikiza ndugu zangu wapendwa. Kwa hiyo Petro anaambiwa jichunga, lakini kauli yake ni je, wanipenda? The underlined word, do you love me, Peter? To serve God is to love him. And to love him is to serve Jesus. Na ndivyo alivyoeleza, mtu akinifuata anitumikie. Na kumtumikia Kristo ni hawa watu wake. Na nisipomsikiza yeye, ninaenda kinyume na yeye. Christian service na gospel workers, let ministers teach church members. Hebu wachungaji wafundishe washiriki wa kanisa that in order to grow in spirituality, ili wakue kiroho, they must carry the burden that the Lord has laid upon them, the burden of leading souls into the truth. Wachungaji wafundishe washiriki kwamba ili wakue kiroho lazima wabebe wajibu wa kuelekeza roho kwenye ukweli. Hata tungeliwafanyaje, inachowafanya wakue kiroho ni kumtumikia Mwokozi wao. Washiriki nisikilizeni, ni kazi inayotufanya tukue. Tusiposhiriki kazi ya kuongoza watu kwenye roho, hakuna atakayekuwa kiroho. Hata tungeliwaombea kiasi gani, hakuna. Statement yake, Desire of Ages, ukurasa huu hapo. Mungu angekuwa amemkamilisha kusudi lake la kuokoa wa dhambi bila msaada wetu.
Lakini ili kwamba sisi tukuze tabia ya Kristo, lazima tushiriki kazi yake. Ili kwamba tuingie katika furaha yake, furaha ya kuona roho zimekombolewa kwa kafara yake, ni lazima tushiriki katika kazi kwa ajili ya wokovu ama ukombozi wao. Mungu angekuwa ameshamaliza kazi yake bila msaada wetu, ila akifanya hakuna hata mmoja wetu atakayeokolewa, ila ameeleza ili tuweze kukuza tabia kama ya Yesu. Kwa hiyo kazi ya utume sio faida ya mzee wa kanisa wala kiongozi wa idara. Wanapotuambia hii ni kazi ya Bwana, usifikiri kwa faida yake, ni kwa faida yetu wenyewe. Bila kufanya kazi ya Mungu hatutaweza kukua kiroho. Kwa hiyo anaposema nitakwenda, anataka kutuokoa. Kwa hiyo nini anachotueleza? Kazi ya Mungu inafanywa kwa uwezo wake. Kazi ya Mungu ambayo anatuita tuweze kuifanya, inafanywa kwa uwezo wake. Tukimdharau yeye, hatuwezi kusaidia watu, kwa sababu tutakuwa tunawaondoa watu kwa Mungu. Ni ile inayomheshimu yeye ndio tu inayowasaidia watu. We honor God, we help his people. We don't honor him, we don't help his people. Kama hatuwezi kumtegemea Mungu, tunategemea nafsi zetu. Ndicho anachotueleza. Wale wanaotafuta kuwaridhisha watu na kuwapendeza, wanashughulikia umaarufu. You are pleasing people, you are after popularity. Umaarufu unatuhangaisha watumishi wa Bwana. Tunatafuta kupendwa na watu, tunatafuta kupokelewa na watu. Wakati Paulo anamwandikia Timotheo, jitahidi kujionyesha umekubaliwa na nani. Tunatafuta kubaliwa na watu. Tukishaingia kitu hicho, tunaingia kwenye mgogoro. People pleaser crave for popularity. For popularity. Watu ambao wana focus kwa watu, wana save their own for their favor. Focus iko kwa Mungu. Je, wanipenda? Lisha. Kuna mtego. Kuna kule kuwapenda watu tukidhani ni upendo wa Kristo, kumbe tunatafuta popularity. Biblia inaeleza we love him. Ni kwa sababu ya kumpenda ndipo tuhudumie. Tukiacha kuhudumia watu wake, ni kwa vile tumekoma kumpenda. Simeoni alisema hamjui Yesu, ndio maana alishindwa kumpenda. Na Yesu anasema unanipenda, maana kama unanipenda utanijua. Ndio anachokieleza pale. Focuses on people. When we focus on people, we serve to gain favor of the people. Na mwisho, what people or Christ think of us. Tukiconcentrate kwa watu. Kwa hiyo tunataka kuweka mikakati, tukitaka kuona watu wanatakaje, wanatufikiriaje. Hatufikiri Kristo anataka tufanye nini. Do we focus or think on people, what they see or they think about us? Mungu wetu ametuambia sisi tunahudumu kwa ajili ya utukufu wake. Nuru yenu iangaze, watu waonapo matendo yenu mema wamtukuze. Kwenye Isaya anasema mimi sitampa mtu mwingine yote utukufu. Herode kwenye Matendo 12 alipochukua utukufu akaliwa na chango. Lakini sisi tunafaidikaje? Sio popularity, not for gain. The servant get joy of the Lord. Mtumishi wa Mungu anapokea furaha ya Bwana wake. Ndio maana kwenye Mathayo 25 alisema njoeni mliobarikiwa baba yangu, urithini ufalme. Akasema njoeni mliobarikiwa baba yangu, ingieni katika furaha ya Bwana wenu. We get his joy and God gets his glory. Sio kitu kingine watu wa Mungu tunapotumika. Haya mengine hapa duniani Mungu ametoa bila kujali anamcha ama amchi. Lakini yule mtumishi mwaminifu ana hakika ingia katika furaha ya Bwana wako. Ndio maana Daudi anasema kufanya mapenzi yako ndio furaha yangu e Bwana. The joy of the Lord. Anayozungumza. Na hii ndio waiting. We go
That's kinetic energy. By his power. To remain, baki kwenye eneo lile, potential energy. Lakini amezungumzia istemi, ndio anayozungumza pale. Lakini wakati huo tuna escape, tunatoroka, lakini wakati huo tunasimama. Hizi ni njia mbili. Unasimama kwenye potentiality bila kumove kwenye ground ambayo Yesu amekupatia. Lakini wakati huo una step out from danger. Kutoka kwa manabii wa uongo na step out. Kwa mafundisho ya uongo na step out. Kwenye mapambano, kwenye harakati una step out. Kwenye siasa za dunia una step out. Lakini katika swala la imani, katika vita hii, vaeni silaha zote muweze kusimama. Istemi. Kwa nini? Tunaishi kipindi ambacho ni critical. Ni cha kuokoka na cha kusimama. Ni cha kuescape na kuistemi. Mchana huu wa leo, hii ndio Bwana anayotuitia. Unaposema nitakwenda nikimsubiri, maana yake una step out from the evil. Halafu una stand firm katika silaha zote za Mungu. Na huo ndio watch and pray. Kesheni ukaombe. Mchungaji Mfubusa ataomba kwa ajili yetu. Kwetu sisi sote wito katika kipindi hiki cha zama unatuhitaji yote mawili. Tunatoka na tunasimama. Tunatoka na tusimama. Ni shauku yako. Mungu tujalie, simama pamoja nami mchana wa leo. Simama pamoja nami mchana wa leo. Huu ni wito wa kutumika kwetu sisi wote, wa kusimama imara. Na namwalika mtumishi wa Mungu asogee hapa. Kuna wakati changamoto zinaingia mpaka kumtumikia Bwana, ninaona kama sitambuliwi, ninaumia, ninachoka, ninapungua, lakini kumbe ni kwa ajili ya utukufu wake. Na yeye anatuhitaji tusimame, tusitoke kwenye ile. Ndio maana nawaambia hata kama ni mwimbaji usiseme umenikwaza unaacha kuimba. Hold on the line. Aliyekupatia karama ya kumsifu kwa nyimbo hiyo sauti sio mwalimu wa kwaya. Ni Yesu aliyekuokoa. Ukipishana na kiongozi wetu wa kanisa, hold the line. Silaha zote za Mungu. Usiseme wamenikwaza, hapana. Usitoke kwenye ile ground ambayo Yesu ameshaichukua kwa ajili yako. Shikilia pale. Usikate tamaa. Na unasikia moyoni mwako ninahitaji nisimame imara, lakini wakati una step out, wakati una stand out au una stand firm. Unaomba Yesu akusaidie usirudi nyuma kwa ajili ya kumtumikia, na unapomtumikia mtumikie kwa sababu ya furaha ya Bwana wako ndani yako, na sio kwa ajili ya utukufu. Huo utukufu ni wa kwake. Sisi tunaambulia furaha ya Bwana. Kabla hajaomba, kuna mtu ambaye anahitaji kwa kweli, anapoangalia sio alivyokuwa anafanya zamani, alivyokuwa amejitoa kumtumikia Bwana, na anaona kama anahitaji nguvu zaidi. Tembea tu uje hapa. Kabisa unapoangalia kwa kweli kwa kutumika kwako, mshiriki, mchungaji, mimi na yeyote, unaona kabisa nahitaji hiyo power, dunamisi, kwa sababu ya upepo ni kuambisho, contrary wind, ili Mungu akusaidie uendelee kukaa kwenye ile ground. Uwe ni mshiriki, uwe ni mchungaji, uwe ni mchungaji, uwe ni mtumishi, popote, ili usirudishwe nyuma. Tembea mchana huu leo. Lakini na wito pia kwa ajili ya ubatizo, kwa sababu Yesu ndiye ametuokoa. Ikiwa kuna mtu katikati yetu hapa hajabatizwa kwa maji mengi, lakini amefanya maamuzi Yesu ni Bwana na Mwokozi wake, iwe ni mara ya kwanza ama ulikuwa umerejea nyuma, lakini unahitaji, kwa sababu ni yeye aaminie na kubatizwa ataokoka. Yesu bado anatutaka ili tumngojee yeye. Anataka tuweze kusimama na kustep out. Faith stands out, stands up. Imani huwa inasimama imara, lakini inatoka. Nione mtu wa namna hiyo kiwa yuko katikati yetu anahitaji ubatizo. Nyosha mkono pale ulipo kabla pasa hajaenda kuomba. Popote ulipo, na kama upo sogea tu, maana wengine wako kule nje. Sogea tu hapa mbele kama yupo kabla pasa hajaomba. Ni wewe ambaye umefanya hayo maamuzi kwa Mwokozi wako. Ni umefanya wewe na Mwokozi wako. Na kama uko hapa, tembea tu. Kama yuko hapa, mtie moyo tu aje.
Kama uko jirani na yeye na anafanya maamuzi hayo, njoo tu hapo. Njoo. Kwa sababu imani inachukua hatua mbele. Ina step out. Mungu akubariki. Asante, Mungu akubariki. Tembea tu pale ulipo. Tembea. Kabla pastor hajaenda kuomba. Iwe ni kule nje unachukua hatua hizo. Hii ni fursa kwa ajili yetu sote. Tembea tu pale ulipo. Imani inasimama imara lakini inatembea mbele. Tembea mchana huu leo. Kama yuko mwingine, tembea tu. Umesimama kando na mtu wa namna hiyo anahitaji kutiwa moyo, tembea naye tu. Yaani wewe mshike tu mkono, njoo naye. Ni vizuri unapomtia moyo kutembea naye. Ikiwa unasimama naye na ana maamuzi hayo, amefanya hayo maamuzi lakini anahitaji ujasiri wa rafiki yake wa karibu kuja, mshike tu mkono, njoo naye kabla mchungaji hajaomba. Tunahitaji kumsubiri Yesu, na ndiye anayetuambia tupate kuokoka na tupate kusimama. Tembea. Bwana akubariki. Tembea tu. Amen. Sindikizeni mama kama anakuja huko. Tieni moyo anaposogea. Njoo. Mungu akubariki. Tembea tu. Imani inasimama imara lakini inapiga hatua mbele. Na unakoenda ni eneo ambalo Yesu ameshatufia msalabani. Ni eneo ambalo ameshatushindia. Anatuambia vaeni silaha zangu sasa. Jifungieni kweli. Wekeni miguu ya viatu vya tayari wa injili. Njoo, tembea. Basta karibu kwa ajili ya sala. Basi niwaalike tuende kwa magoti tu. Baba yetu na Mungu wetu, nini kingefanyika kwetu zaidi ya ujumbe ulioletwa mchana wa leo? Baba, tosha kusema kwamba jina lako litukuzwe mchana wa leo. Memtumia mtumishi wako kama chombo. Na kila mmoja masikio yetu ya kimwili yamesikia, masikio yetu ya kiroho yamesikia. Tusaidie Baba kuruhusu neno lako hili liingie ndani yetu na ligawanye nafsi na roho zetu. Tusaidie Baba kusimama imara katika neno lako, kusimama wima katika neno lako, kusimama tukiwa tunasonga mbele katika kweli yako. Baba, tusije kupeperushwa na mafundisho ya uongo, elimu zisizo sahihi, bali elimu ya neno lako kutoka kwa mwalimu wetu mkuu wa mbinguni likaote ndani ya kila mmoja wetu. Baada ya wachungaji hawa kuwa hapa kwa wiki nzima Baba, wakitoka sasa viwe vyuma vilivyonolewa na vyuma. Moto wako wa Roho uwake ndani ya kila mmoja wetu, na tukienda huko acha mashamba ya Wafilisti yateketee. Kila tutakapopita kwa maneno yetu, mienendo yetu, matendo yetu, maisha yetu, watu waseme hawa walikuwa pamoja na Bwana. Asante kwa njozi ya ajabu ulioletea uongozi wa field hii, njozi ya kutuleta pamoja mahala hapa. O Baba, njozi hiyo ikaende na kwa field na conferences nyingine. Wale waliopata njozi hii moto wake, wale ambao hawakufanya watakaposikia habari toka waliofanya waseme nasi mwaka ujao tunafanya. Na moto wake Tanzania nzima Baba, tuwe tayari tumevaa silaha za Roho kwa ajili ya uzima milele. Tukushukuru Baba kwa binti yetu mdogo ambaye amekuja hapa.
Pokea huyu mtoto Yesu. Binti yako katika ujana wake mdogo amekuchagua Yesu. Mkumbatie. Mlee mtoto huyu Bwana. Katika ulimwengu mbaya mbovu uliopo sasa, mshike huyu mtoto. Anapokwenda shule awe bora, hata wenzake na walimu washangae. Na watakapouliza waseme mtoto aliyefanya urafiki na Yesu. Hata ikiwa utakuwa hujaja Yesu, awe mtu bora kwa familia, kwa kanisa, kwa jamii, kwa taifa la Tanzania. Bariki wazazi wake. Bariki walimu wake. Bariki ndugu na jamaa zake. Asante Yesu. Asante. Tunatamani kufanana na wewe. Onekana kwetu. Tushike mkono. Tuongoze kama watoto wachanga tunaojifunza kutembea. Wakati mwingine tunajikwaa Yesu, tunaanguka. Tuinue, tufute matope, tufute vumbi, tutembee pamoja nao. Amen. Tumishi wako Pastor Semba, Dr. Miayo, Dr. Mneja, Dr. Machage, wale wengine watu tuleta hapa kusimama mbele watakatifu wako kusema, o Yesu, tushike nasi. Tusije tukahubiri wengine wenyewe tukawa watu wa kupotea. Nasi tunataka kuokolewa. Okoa fili hii. Okoa kanisa la Nyahanga washiriki hao. Okoa washiriki wa fili yote hii Yesu. Tufanye kwa watoto wako. Tunajamaza. Mapenzi yako yatimizwe katika jina lako Yesu. Amen. Tukiwa bado tumesujudu, tumishi wa Mungu mwenye dhamana ya fidi hii, mchungaji Mtaki, atatoa baraka. Pastor, karibu. Karibu. Na sasa Bwana, yeye ambaye ametoa dhamana ya baraka juu ya watoto wake, akusimamie katika maamuzi uliyoyafanya siku hii ya leo. Akutengeneze na kukupatia nguvu ya kusimama imara. Akufanye kila siku utoe chakula cha utukufu wake katika kazi yake ndani ya maisha yako. Na ikiwa kuna mahali popote utukufu wake uliutwaa, basi akurehemu na kukusamehe unapoanza mwanzo huu mpya. Yale yaliyoombwa mahali hapa na yakafanyike kwako kuwa baraka. Baraka kwa watoto wako. Baraka kwa mwenzi wako. Baraka katika shughuli zako. Baraka katika ajira ulioajiriwa. Baraka katika eneo ulilopangiwa. Baraka, baraka kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Na kama tusipoonana hapa duniani, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo umeamua kusimama pamoja naye mpaka mwisho wa dahari, ikakushikilie mpaka ile siku ambapo mawingu yatakunjwa kama karatasi na mwana wa Adam atarejea, nawe uwe urithi wa uzima wa milele. Tembea ukiamini ya kwamba Bwana yuko pamoja nawe, kwani baraka hizi zote ziwe juu yako, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila anayeamini aseme amina. Amina.